Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Na ndipo ile waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu huu ujumbe ni lazima ibaki. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, aliyeuleta ujumbe lazima abaki, ni lazima awe tochi, ni lazima awe taa katika maisha yetu, amulike maisha yetu, ambapo sisi kweli tutakuwa tumeingia katika ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo utapata mbali sawasawa Nabii Allah Ibrahim kutaka yeye kama yeye abaki, kwa sababu kuondoshwa yeye ina maana itakuwa ule mrengo wa maadui ndio utakuwa umefaulu, au sawasawa ni zile shakhsia ambazo wao wametuchagulia katika maisha yetu ndio ziwe tochi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama tunavyoambiwa, haya maisha yana changamoto, yana mapambano, yana panda shuka. Ndipo mara nyingine hata mu'min anafika sehemu anakuta kuna kizingiti, kuna ukuta, mpaka anakufa moyo akwambia nimechoshwa, kwa sababu anakuta kila anavyopambana bado hafiki. Suluhisho nini? Suluhisho ni kurudi kwa hawa watu ambao tumeachiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukaachiwa na hawa watu wema na hawa mitume ambao waliubeba huu ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kututoa katika hali hii ambayo ni atakhabut, au hali hii ya kufa na kujihisi kwa kuwa sisi hivi sasa tuishi kama vile wanavyotaka maadui. Kwa hiyo moja ya falsafa muhimu ya kuachiwa hawa watu ni kwa sababu mwanadamu anafika sehemu, hata muumini ambaye ni muumini, anachoshwa, anachoka, anahisi afadhali sasa na mimi nitulie. Lakini akiwa atakuwa na vielelezo vyema, watu ambao wanamulika katika maisha yake, kwa hiyo ndio tochi kama hii na taa kama hii ndio ile, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuambia, zinatutoa katika minyororo mibaya kama hii, al-aghlal allati kanat alayhim. Lakini ni lazima hizi tochi ziwe mbele, na ndipo utapata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali alivyokuwa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, alivyokuwa anaangalia baadhi ya watu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kama hii, kutuachia hawa watu ni lazima iwe sisi katika maisha yetu yote tunawachukua hawa watu, kila hatua tunayokwenda tunawaeka kwa kuwa ni kioo na tochi. Na ndipo kama Ibn Abil Hadidi anavyotuambia, anasema ukimpata Mtume sallallahu alayhi wa ali, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, alivyokuwa akimuheshimu na kumnyanyua Bibi Fatima salamullahi alaiha, hii si kwa sababu ya mapenzi ya baba na binti yake kama vile wanavyofikiria wengine. Maneno ya Ibn Abil Hadid, asema hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu asema lau ingekuwa Mtume anataka kumnyanyua Bibi Fatima au anataka kumuweka Bibi Fatima katika mahusiano ya ubaba, ingekuwa ni yeye na Bibi Fatima wakiwa nyumbani na Imam Ali na watoto. Kwa nini iwe ni katika vikao vya watu masahaba wakiwa wamekaa? Sema kila time, si mara moja wala si mara mbili wala si mara tatu. Ibn Abil Hadidi asema wa fi maqamatin mukhtalifa, katika sehemu tofauti tofauti Mtume sallallahu alayhi wa alihi alikuwa akisema kwa kuwa Fatima salamullahi alaiha sayyidatu nisa'il alamin wa adilatu Maryam binti Imran. Kwa kuwa kama Maryam binti Imran alivyoambiwa, kwa kuwa daraballahu mathala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupigia mfano wa wanawake wema kwa kuwa ni Maryam, ni Asia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa ali kwa njia moja au nyingine, Bibi Fatima amesema ni adila, ni mfano wa Maryam binti Imran.
kwa kuwa yeye pia ni lazima awe ni kielelezo na ni mfano katika maisha yetu. Mbali ya kuwa yeye ni sayyidatu nisa'il alamin, ni mama bora na ni mwanamke bora zaidi kuliko wengine wote. Lakini kwa sababu kuna baadhi ya wanawake tumepigiwa mifano ndani ya Qur'ani kwa sababu ya heshima zao, ifa, vile walivyojitunza, walivyojiheshimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupigia mifano, anataka sisi katika heshima na adabu tuwe mfano wao. Lakini kama kina Sayyida Zahra salamullahi alaiha, tunapoambiwa Adilatu Maryam binti Imran, si kwa upande wa ifa peke yake. Sayyidatu nisa'il alamina ni lazima awe ni tochi katika kila hatua tunaoichukua. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa ali alipokuja akaja kutuonyesha mfano mzuri kama huu kwa Bibi Fatima, ni kwa sababu gani? Faminhum man yantadhir, sisi ambao bado tupo hai, ikiwa tutataka kweli kuitekeleza ahadi tuliyoitoa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima tushikamane na shakhsia kama hii, tushikamane na mwanamke mtukufu kama huyu, ndiye atakayetumulikia katika maisha yetu kweli tuweze kutoka katika matatizo kama haya. Na ndipo Dr. Ali Ibrahim Hassan asema, hebu angalia, ukitaka kuangalia mfano mzuri, ukitaka kupata mfano mzuri, angalia mfano wa kina Balqis au Kilobatra. Asema hawa ni wanawake walitangaa, walinyanyuka kwa sababu ya ule utawala waliokuwa nao, kwa sababu ya yale majeshi waliokuwa nayo, kwa sababu ya media waliokuwa nayo. Lakini Bibi Fatima salamullahi alaiha ni tofauti na hawa. Hakuinuka kwa sababu ya vitabu vya falsafa wala vitabu vya kutoka magharibi au sehemu nyingine yoyote. Asema alinyanyuka kwa sababu ya utukufu wake, heshima yake, ukubwa wake na mapambano yake kuanzia mwanzo wa risala, binti kama binti ambaye aliweza kuicheza nafasi ya binti na aliweza kuicheza nafasi ya mama. Kwa hiyo si kwa sababu ya kuwa kama kina Balqis wala kina Kilobatra, la, ni kwa sababu ya heshima na utukufu aliyokuwa nao, kwa sababu ya maadili makubwa aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ndio akastahiki kuwa tochi. Na ndipo Mahmud Abbas Uqad ana maneno yake mazuri, anasema, ukitaka kuipata sura kamili na picha kamili ya mwanamke aliyekamilika, mwanamke mtakatifu, basi iangalie sura ya Bibi Fatima salamullahi alaiha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil faraja. Huyu Abbas Mahmud Aqad ni Masri, si Mshia. Kwa hiyo Bibi Fatima salamullahi alaiha ni katika wale manqadha nahba, walikamilisha, walibeba ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, risala aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wa ali, wakapambana katika maisha yao, kuanzia Mtume sallallahu alaihi wa ali kuondokewa na Bibi Khadija salamullahi alaiha, hakuhisi kama yuko peke yake. Na ndipo wanahistoria wote wanatuambia mazito yote aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa ali, changamoto zote alizopambana nazo Mtume sallallahu alaihi wa ali, Bibi Fatima ndio alikuwa akizibeba. Mbali ya udogo wake, mpaka Mtume sallallahu alaihi wa ali akawa yuamuita Ummu Abiha. Yeye ni binti lakini ni mama wa babake. Alistahiki kubeba lile jukumu la mama. Kwa sababu gani? Tukiambiwa mama, kwa sababu ni mlezi, si mlezi wa watoto wake, ni mlezi wa umma. Mama ni mlezi wa jamii.
Kwa hiyo Bibi Fatima salamullahi alaiha alilibeba hili jukumu, na jukumu kama hili akalifikisha vile ilivyostahiki au vile inavyostahiki, na ndipo Mtume sallallahu alaihi wa ali katika sehemu tofauti tofauti akisema kwa kuwa Fatima ni mwanamke bora, sayyidatu nisa'il alamina, ni bora kuliko wanawake wote wengine. Na ndipo mwanamke anapokuja kumzaa mfano wa al-Imamu al-Hasan wal-Imamu al-Hussein, si mwanamke wa kawaida. Sisi leo katika maulidi tukiambiwa kwa kuwa wanawake wameshindwa kumzaa mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, kwa sababu Nana Amina si mfano wa wanawake wengine. Kwa sababu tukiambiwa kwa kuwa Bibi Fatima amemzaa al-Imamu al-Hasan na al-Imamu al-Hussein, wanawake wengine hawawezi kumzaa mfano wa al-Imamu al-Hasan na al-Imamu al-Hussein. Kwa sababu gani? Si mfano wa Bibi Fatima salamullahi alaiha. Kwa hiyo tunapoambiwa kwa kuwa Bibi Fatima ni sayyidatu nisa'il alamina, ndipo pale ikastahiki kwa maneno hadithi chungu mzima zilizopokewa kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarda liridhaha. Tukiambiwa yarda liridhaha, kwa sababu gani? Kwa sababu Bibi Fatima hana anachokifanya isipokuwa kwa ajili ya radhi ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hana hatua anayoichukua isipokuwa ridhan li rabbih subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya radhi za Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, na ndipo alipostahiki kuwa kielelezo chema. Na hizi hadithi zimepokewa mfano al-Bukhari, an-Nasa'i, Tabarani, mpaka mwisho Mtume sallallahu alayhi wa ali akisema kwa kuwa Fatima bad'atun minni au bid'atun minni faman aghdhabaha aghdhabani. Kwa sababu gani? Kama alivyotuambia Ibn Abil Hadid, si kwa sababu ya ubaba kwa mtoto wake. Mtume sallallahu alayhi wa ali hawezi kumpenda mtu asiyestahiki kupendwa, kwa mujibu wa aya ya Qur'ani, la tatawallau qauman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wala minhum. Ikiwa hastahiki, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa ali amsifu kwa sifa zote? Kwa hiyo aliposema kwa kuwa bad'atun minni, kama wanavyotuambia baadhi ya maulama, si kwa maana kwa kuwa ni kipande cha nyama yangu au wametokana na mimi, hapana. Ni kwa maana ukitaka akhlaqi yangu, ukitaka maadili yangu, ukitaka dini yangu, ukitaka misimamo yangu, ukitaka mapambano yangu, muangalie nani? Binti yangu Fatima salamullahi alaiha. Na ndipo zile riwaya hata zilizopokea Ummul Mu'minin Aisha anasema nini? Asema ilikuwa Bibi Fatima mpaka kutembea yake, anavyotembea, anavyozungumza, ni Mtume sallallahu alaihi wa ali kopi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa hiyo unapokuja kuyapata maneno mazito mazito kama haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhika. Anaporidhika Bibi Fatima ni kwa sababu gani? Ndipo kama maulama anavyotuambia, ni kwa sababu yale mapenzi, kuna mapenzi ya upande mmoja, yale ni mtu anapenda lakini anayependwa hajui. Mara nyingi mapenzi yetu mara nyingine yanakuwa hivyo, mtu anapenda upande wa pili, ndio kama mambo ya alfu lela walela yale. Mtu anapita mara nyingine anatarajia pengine atachunguliwa dirishani au ende akabusu ukuta kama historia zinavyosema, kwa sababu anayependwa hajui. Na mara nyingine kuna mapenzi yanakuwa ni mtu anadai tu, kama tunavyojua vijana leo wanadanganyana yale ya kwenye mitandao. Lakini kuna yale mapenzi ya pande mbili, yuhibbu Allaha wa rasula wa yuhibbuhu Allahu wa rasulu. Kwa hiyo inakuwa yale mapenzi yameayuka katika utiifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo alipostahiki kuwa kielelezo chema, kwa sababu hakuna anachokifanya, hakuna hatua anayoichukua isipokuwa kwa ajili ya radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo unapompata mtu umri wake wote anauchukua kwa ajili ya mapambano
na mapambano kama haya yanachukua muda wake wote, yanachukua nafasi yake yote. Mwisho mapambano kama haya yanachukua mpaka umri wake, lakini anasema ikiwa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haitosimama mpaka kwa mimi kuuliwa niuliwe. Lisana sidqin liyajzi as-sadiqina bisidqihim. Ule mimi nataka nitangae, sio nivutangae kama wengine waovu, kama wengine wabaya. Lisana sidqi, niwe tochi ya ukweli ile yenye kukamilisha ahadi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo watu wakakhatimisha maisha yao kwa shahada. Watu wakakhatimisha maisha yao bila ya kujali kwa kuwa mimi ni nani. Kwa sababu gani? Anaangalia ule utukufu wa ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo watu kama hawa, tunapokuja kusema nafasi ya Bibi Fatima katika maisha yetu, tuangalie ile nafasi aliyopewa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi katika maisha yake. Sheikh Jaafar Subhani amejaribu kunukuu maneno ya Nana Aisha peke yake kumhusu Bibi Fatima, mpaka Ibn Abil Hadid yasema zile ghera za uke wa Mtume ni kwa sababu ya nafasi aliyopewa Bibi Fatima na Mtume katika maisha yake. Tujiulize mimi na wewe, tumempa nafasi gani Bibi Fatima katika maisha yetu? Kwa kuwa yeye ni binti ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi, au kwa kuwa yeye ni mamake al-Imam al-Hasan na al-Imam al-Hussein na Bibi Zainab, au tumempa nafasi kwa kuwa yeye anastahiki kuwa tochi katika maisha yetu, anastahiki kuwa yeye katika kila hatua tunayochukua tumchukue yeye, tumweke mbele? Bado hatujamchukua Bibi Fatima tukampa nafasi katika maisha yetu, kwa sababu lau tutamchukua tumpe nafasi katika maisha yetu, basi maisha yetu yatakuwa mazuri, yatakuwa ya utulivu, na yatakuwa ni maisha yenye mafanikio. Lakini kwa sababu sisi tunafikiria mafanikio ni mtu kuishi, kuwa na nyumba kubwa kubwa, kuwa na mali na vitu ambavyo hivi tunavyoviona vya kawaida. Kwa hiyo ndio zile karama, utukufu, heshima hatuna tena, kwa sababu hawa kudwa ambao tumeambiwa tuwaweke katika maisha yetu, tumewaweka kwenye migongo yetu. Kwa hiyo ni muhimu sana tunapoambiwa rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi, sawa sawa ni kina Saidna Hamza na wengineo kama walivyopigiwa mifano katika sababu ya nuzuli ya aya, au wengineo. Hawa ni watu ambao ndio wanaweza kututengezea maisha yetu. Lisana sidqin fil akhirina, tukiwa na sisi kweli tunataka kukumbukwa, tutajwe vizuri na tuishi vizuri hapa na kesho akhira bila ya kudhalilishwa. Tuhakikishe kwa kuwa hawa watu tunapokuja kuiadhimisha minasaba kama hii, mfano leo au ni jana maulidi ya Bibi Fatima salamullahi alaiha na wengineo, ni lazima, si kwa maana hawa watu tuje tusherehekee, tule keki, tutoe kasida. Hapana, hawa watu inastahiki tuanzishe ukurasa mpya wa maisha yetu kwa hatua za hawa watu waliozichukua, kwa sababu hawa ndio wanaostahiki tuwafungulie ukurasa mpya. Sio watu ambao leo tumekuja kudanganywa, tumeekewa kwenye media, na kila unapoangalia tunaekewa watu kwa lazima ili wao wawe vielelezo, na ndio watoto wetu wamewachukua. Lakini tukitaka sisi kuwachukua hawa watu kweli wawe ni mfano, wawe ni tochi, wawe ni taa katika maisha yetu, basi ni lazima tuwape nafasi katika maisha yetu kamili, sio pale tunapotaka udkhulu fi silmi kafa. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah